Kristo. Kwa majina ni Padre Lazaro Felix Mahangale, msimamizi msaidizi wa kituo cha Hija Ifucha, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Leo kwa namna pekee katika jimbo letu kuu la Tabora tunafanya hija kwa kikundi cha walemavu, wagonjwa na wahudumu wa afya, ikiwa ni mwendelezo wa siku ya tarehe 11 ya mwezi wa pili kila mwaka, ambapo mama kanisa anatualika kuweza kufanya siku hiyo kwa ajili ya kuombea wagonjwa wote. Lakini kwa namna pekee katika jimbo letu kuu la Tabora, siku hii ya leo tunawahusisha pia wahudumu wa afya, wagonjwa na walemavu, tukitambua mchango mkubwa wa wahudumu wa afya katika kuwapa faraja, katika kuachia matumaini hao wagonjwa. Sasa katika mwaka huu wa jubilei, kilicho cha muhimu zaidi ni kwamba watu waamini wanapata fursa kubwa ya kujipatia rehema kamili katika kanisa, na hii si tu kwa watu wazima bali wagonjwa na walemavu. Na kwa kutambua umuhimu huo, jimbo letu kuu la Tabora limetenga siku hii ya leo tarehe 15 ya mwezi wa pili kwa nia maalum, kwanza kabisa kuwaombea wagonjwa wote na walemavu, lakini sio tu kuwaombea bali kuwatia faraja katika mahangaiko wanayopitia. Lakini pia tunahusisha wahudumu wa afya, tukitambua mchango wao mkubwa ambao wanawasaidia wagonjwa katika matibabu wanayoyapatia na huduma mbalimbali za kiafya. Hivyo nao tunakumbuka siku hii ya leo tukisali kwa ajili ya kuombea. Sasa katika hija hii tumeanza na tendo la kuabudu msalaba mtakatifu wa hija. Tendo hili linamaanisha nini? Ni kwamba katika maisha yetu ya Ukristo tunatambua wazi kwamba ni kupitia msalaba tumeweza kupata ukombozi. Kristo aliteseka msalabani na akafa kwa ajili ya ukombozi wetu. Na hivyo tunapofanya tendo hili, basi tunaheshimu huu msalaba ambao ndio kiini cha wokovu wetu. Lakini pia ikiwa ni ishara kwamba katika changamoto mbalimbali ambazo tunapitia ni katika kushiriki hayo mateso ya Kristo ambayo baadaye yalileta ukombozi. Hivyo niwakaribishe ungane pamoja katika siku hii tunapoombea wagonjwa wote, tukienda na neno lile lile la Baba Mtakatifu katika mwaka huu wa jubilei kuu, kwamba mahujaji katika matumaini. Wanaotaka matumaini sio tu wale walio wazima, sio tu wale ambao wana afya, bali hata wagonjwa. Ndio maana katika hili tumekusanyika kwa ajili ya tendo hilo, tukiwaonesha wagonjwa wote na walemavu wote na wahudumu wa afya kwamba katika safari hii ya matumaini tuko nao pamoja, tukiwapa faraja na tukiwaombea kwa Mwenyezi Mungu.